Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, katika zoezi hili la upataji wa namba za vitambulisho vya NIDA, niko hapa Tabata kuzungumza na maafisa usajili wa vitambulisho hivyo. Wataelezea namna gani wamejipanga na namna gani wameweza kuweka mkakati huu wa kuweza kuwapatia namba za NIDA wakazi wa eneo hili la Tabata. Mimi naitwa John Etimba, ni afisa msajili wa wilaya Ilala lakini na mkoa wa Dar es Salaam. Nini kimewasukuma kuja kuweka kituo cha watu kuwapa namba za NIDA katika eneo hili la Tabata? Kitu ambacho kimetusukuma kuja kuleta huduma hii hapa kwa wananchi, tumeona kwamba kuna mrundikano mwingi sana katika ofisi zetu za wilaya. Watu bado wanahitaji huduma na huduma za kiserikali zimepanuka, zimekuwa mtambuka. Kwa hiyo tumeona kuna wananchi ambao kwa kweli ni wazito, wanashindwa kuja ofisini, na tumeona tuwaletee huduma karibu ili waweze kupata huduma zao za kawaida. Unafikiri itakuwa ni utatuzi kuja kuwasogezea huduma hii? Ndiyo, tunaona kwamba huduma kama hii imekuwa ni benefit, imekuwa bora kwa wananchi na imewasaidia sana wananchi, hasa wale ambao ni wavivu kuweza kufika katika ofisi zetu za NIDA. Kwa hiyo serikali pamoja na mamlaka kwa ujumla imeamua kwamba tuwasogezee wananchi huduma ili kupunguza malalamiko, ili huduma wananchi waweze kupata kwa wakati unaotakiwa. Mmejipangaje kuhusiana na changamoto? Wengi wao anakuambia anaishi Iringa lakini taarifa zake zinamsoma Dar es Salaam. Kwa wananchi ambao wako mikoani, mfumo wetu wa NIDA ni mfumo mtambuka. Unaweza ukahudumia mwananchi kutoka wilaya yote, mkoa wote, ili mradi tu tayari amefika katika hatua ya kupata kitambulisho. Lakini pia huduma hizi ni endelevu, zinaendelea. Kwa hiyo mwananchi yoyote sehemu yoyote anaweza kupata huduma bila shida. Mmejipanga kwamba mtakuwepo Tabata mpaka lini, au ndio siku ya leo tu ambapo mtabaki hapa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi hao? Tumepanga kuwa Tabata kwa kipindi cha takriban siku 10, lakini kulingana na uhitaji wa wananchi tunaweza tukawa flexible ili tutoe huduma kwa wananchi. Kwa yule ambaye amekosa kabisa zile vigezo vya kupata namba ya NIDA, unamwambiaje? Maana kuna kupata namba ya NIDA pia kuna vigezo. Hao mnawaambiaje? Wananchi, tunawashauri wananchi kwa kweli, hii swala ni mtambuka, ni swala la utambuzi wa mwananchi. Kwa hiyo tunahitaji kila mwananchi awe na utambuzi wake ili tuweze kumtambua na aweze kupata huduma mbalimbali. Kwa hiyo mwananchi anatakiwa awe na nyaraka mbalimbali kama ambavyo tumekuwa tukitoa kwenye taarifa za media zetu, taarifa za kwenye magazeti, mitandao ya kijamii, kwamba unatakiwa uwe na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo mwananchi anatakiwa awe nacho ili aweze kutambuliwa na aweze kusajiliwa. Mmejipangaje pokea changamoto? Maana ndio kwanza zoezi linaanza. Mmejipangaje ikiwa kama wewe afisa msajili wa mkoa? Zoezi ndio tunataka tuanze na tunajipanga kuhudumia wananchi kwa kweli. Tuna vifaa na kama tutakuwa na upungufu wa vifaa tutaongeza kulingana na uhitaji. Kwa hiyo tupo hapa tayari kuwahudumia wananchi wasio na wasiwasi. Anashukuru. Mimi naitwa Salma, kama alivyoeleza hapa mwandishi. Nimekuwa hapa, tumelipokea kwa vizuri. Yaani mwitiko ni mkubwa sana, tunashukuru. Sivyo tulivyotegemea kwanza. Tunashukuru hapo wengi. Yaani mpaka tumeshangaa kumbe bado tuna watu wengi, ngaje pia ofisini ni wengi na kukua mitaani pia ni wengi. Nashukuru pia mamlaka yetu ya vitambulisho vya taifa kuliona hili kwamba tuje kuwafuata kwa huku. Pia tuwe tunakuja kuwapunguza ama kumaliza kabisa. Tubakishane na wale watoto wetu 2008 tu kwa mwaka huu. Inshallah tutalifanikisha ile zoezi kama tulivyopangiwa. Nashukuru, naomba ushirikiano zaidi. Changamoto ni ndogo, yani ni ndogo ni kubwa, kwa sababu kwanza pia ni wengi. Hapo tulichogundua wengine wameondoka pale kwa sababu kuna vigezo ambavyo hawakuwa navyo, lakini tushawaelekeza jinsi ya kufanya, jinsi ya kuvileta. Basi kama zoezi tuko nao, tutaendelea nao. Hatujafikia mpaka tumemaliza zoezi, hawajavifikisha, watatufuata pale katika ofisi zetu pale za Ilala, Mombasa. Tutaendelea nao kama kawaida tu. Na hivyo. Kwa jina naitwa Eri Shabani Mvuoni, ni mratibu wa kampeni hii kwa niaba ya serikali jimbo la Segerea.
na hii ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza ilikuwa mwaka juzi, wananchi walikuja hapa kwa ajili ya kupata vitambulisho vya NIDA. Hii ni mara ya pili, zoezi ambalo limeanza leo tarehe 5 mpaka tarehe 14, na mwitikio, ndugu mwandishi, kama unavyoona idadi ya wananchi ilivyokuwa kubwa. Kwa hili zoezi itaendelea kuanzia leo mpaka tarehe 14. Kama wananchi wataendelea kuja, tutaongeza siku kutokana na mwitikio wa wananchi. Toka walivyofika, namna ya upataji wa namba, ni changamoto gani umezipata toka asubuhi mpaka saa hizi? Ndugu mwandishi, kama unavyoona idadi ya wananchi, muda si mrefu zoezi itaanza. Kwa kushirikiana na ofisi yangu ya serikali za mtaa, niko hapa na mwenyekiti wangu, ndio tumeratibu ile zoezi. Tutaanza kuhudumia wananchi kwa niaba ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ametaka tusaidie wananchi kutokana kwa ajili ya makazi yao, ndio maana huduma leo imesogea karibu na makazi yao. Unatoa wito gani kwa wananchi ambao hawana namba za NIDA? Wito wangu ni kwamba nawaomba Watanzania wote ambao wametimiza umri wa miaka 18 kuendelea, miaka 18 kuendelea, wafike hapa Tabata kupata vitambulisho vya taifa, waje na nyaraka za muhimu ikiwemo vyeti vya kuzaliwa, NIDA baba na mama, na baadhi ya nyaraka muhimu ikiwemo bima ya afya au leseni. Asante kwa ushirikiano. Kwa majina anaitwa Abdalla Mohamed Shomari, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mtambani, kata ya Tabata, wilaya ya Ilala, katika jimbo hili la Segerea. Nini mwitikio wenu ukiwa kama nyinyi ndio waratibu wa eneo hili? Nimesikia hapa mratibu wa kupatikana serikali amesema kwamba hii ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza ilikuwaje na awamu ya pili unaizungumziaje? Awamu ya kwanza ilikuwa nzuri, na hata hii awamu ya pili vile vile ni nzuri, kwa sababu changamoto zinakuja ni nyingi, hususan kuja kuangalia idadi ya watu na waona sio hawa tu. Hapo mpaka hivi sasa tumewacha ofisini huko, bado wanaandika taarifa kwa ajili ya kupata hivi vitambulisho vya taifa, sababu mhitajio ni wahitaji wanahitaji vitambulisho vya taifa, ni wako wengi sana wanahitaji. Changamoto hii ilitokea ni kwa ajili ya zoezi zima kidogo kuchelewa kwa maofisa. Nadhani tuliomba Jumamosi itakiwa wangekuja kwa ajili ya kufunga baadhi ya vyombo vyao vifaa, ili leo Jumatatu asubuhi na mapema lingeanza zoezi zima, lakini kwa bahati mbaya na changamoto za kiofisi walichelewa kufika. Ndio maana naona kidogo watu kama wamekata tamaa, ila niwahakikishie kwamba hili zoezi lipo na litaendelea ndani kutoka leo tarehe 5 mpaka tarehe 14. Tutaendelea kuwepo kutoa taarifa habari hizi au kutoa huduma hii. Ombi letu tuombe na baadhi ya wenye viti wengine washirikiane kwa kutumia maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya kupata vyeti hivi au vitambulisho hivi vya taifa. Umesema hii ni zoezi la pili. Zoezi la kwanza mlifanyia wapi? Zoezi la kwanza lilifanywa hapa. Mara kwanza kabisa ilitokea katika mtaa wa Msimbazi, ilitabiwa kwa miaka kama mingapi iliyopita ilifanyika kule, lakini maendeleo ni mazuri. Unatoa wito gani kwa wakazi wa eneo hili au kwa wananchi kwa ujumla? Wito wangu, vitambulisho vya taifa ndio vinakutambulisha kama wewe ni Mtanzania au sio Mtanzania. Kwa hiyo niwaombe wale wote waliofikia umri wa miaka 18 na kuendelea wajitokeze kwa wingi ili kupata taarifa zao. Kwanza mimi napenda kushukuru sana. Mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Tembo Mgwaza, kata ya Kimanga. Tembo Mgwaza, kata ya Kimanga ina mitaa 5. Kwa hiyo mimi ni mmoja wapo katika hiyo kata. Lakini la kwanza kabisa napenda kumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan na Heri Shabani ambaye kwa kutuletea hili zoezi la vitambulisho vya taifa NIDA. Kwa kweli tumefurahi kwa sababu hili zoezi ni gumu, nafikiri pia kwa hata wafanyakazi wa NIDA, kwa sababu watu wanakuwa ni wengi mno katika mitaa na wote wanakusanyikaga Gongo la Mboto pale Mombasa. Lakini kwa kutushushia huku sisi chini tumefurahi sana, ila tunachokiomba hili zoezi liendelee. Na ikiwezekana likitoka hapa, kwa sababu hii ni kata ya Tabata na yenyewe na mitaa yake, basi lisogee kwenye kata zingine ambazo pia wananchi watakuwa karibu zaidi kupata huduma. Tunashukuru sana, lakini naomba hili zoezi lisiwe mwisho hapa, liende kila kata, sababu kila kata kunakuwa na mitaa 5, 6. Kwa hiyo kama watasogea katika kata pia itakuwa vizuri zaidi. Unatoa wito gani kwa wakazi wa Tabata au kwa wananchi kwa ujumla? Nachotoa wito kwa wananchi, tumewatangazia kama sisi viongozi wa serikali ya mtaa kwamba hii ni fursa, sababu ukiangalia hapa tumejaa ni wengi sana, wana watoto wachanga, wengine ni wazee, lakini kutoka hapa mpaka kufikia Mombasa ni mbali, lakini kwa sababu tumeletewa huku, basi tunaomba wananchi wajitokeze sana kuja kupata hii fursa ambayo NIDA ametusogezea karibu.
Mtazamaji wa Kasako Media, na hii ndio tamati ya kujua mfumo mzima wa upataji wa namba za vitambulisho za NIDA. Nilikuwa nikizungumza na afisa wasajili wa mkoa wa Dar es Salaam. Wamezungumza na kutoa wito kwa wakazi wa eneo hili, kwa sababu huduma imewafikia, wajitokeze waweze kupata huduma ya namba za NIDA. Ukizingatia ofisini watu wamejaa, lakini wakaona sio vema kusogea katika eneo hili kuwasaidia wakazi hawa waweze kupata huduma hii. Ulikuwa nami Adela Thomas, mwanzo wa maoni haya na mwisho nini tamati ya maoni haya. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.